ndio tunapaswa tufike mahali tufike hivyo. Kwa sababu Mungu ametuumba kwa sura na kwa mfano wake. Lakini ili tuweze kudhihirisha hiyo sura na mfano wake, ni lazima tuwe na ushirika. Ni lazima tuwe na ushirika na neno lake. Tulijaze kwa wingi ndani yetu ili tuweze kudhihirisha hiyo sura na mfano wake. Lakini pia kitabu cha Zaburi 139:14, Zaburi 139:14, Biblia inasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kutisha. Wewe hapo ulivyo, umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kutisha. Usijidharau. Usijione mdogo mdogo ukafikiri kwamba unajua kwa jamii zetu za Afrika mwanamke wakati mwingine kwa familia zinadharau wanawake. Kuna wanaume wamekuwa tu kwenye jamii ambazo zinadharau wanawake. Lakini kuna mabinti pia wamekuwa kwenye jamii ambazo kwao hawathamiliki kabisa. Yaani kwao watu wakianza kupanga mipango ya familia kwamba nani aende shule, wanashauri wao kusema kwamba atapeleka kaka yangu au mdogo wangu wa kiume, mimi labda kama hela itabaki ndio nitapelekwa. Yaani kuna watu wamekuwa kwenye familia za aina hiyo. Kwa hiyo wamejengwa hivyo kwamba tu yaani wanashawekwa nyuma. Kuna familia ziko hivyo, zinaweka watoto wake nyuma, yaani nyuma kwenye kila kitu, mpaka kwenye kula chakula. Kuna familia mpaka kwenye kula chakula wanakula kwanza wanaume, wanawake ndio wanakula tu nyumbani. Aidha watalia jikoni huko au watakuwa wa mwisho kusema chochote. Ziko familia ziko hivyo. Hapa Tanzania. Hata hapa na wengine hata hapa kikao zipo. Nao. Kwa hiyo mtu akikuwa katika jamii kama hiyo, siku zote atakuwa anajisikia yeye wa mwisho. Siku zote atakuwa anajisikia kwamba yeye kana kwamba hastahili. Lakini wewe umeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Wewe ulivyoumbwa. Uumbaji wako haufananishi na kitu chochote. Wewe ni kitu cha thamani mbele za Mungu. Kama wewe ni kitu cha thamani mbele za Mungu, haijalishi familia yako inakuchukuliaje. Haijalishi jamii yako inakuchukuliaje, lakini wewe jichukulie kama Mungu anavyokuona. Amina. Jichukulie kama Mungu anavyokuona. Namna utakavyojichukulia wewe ndipo watu wengine watakuchukulia hivyo. Ukijichukulia kinyonge, ukijidharau, ukijiweka kama wewe sio wa thamani, na watu watakuchukulia hivyo. Lakini ukijichukulia kama Mungu anavyokuona, kwamba nimekuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza, wewe ni mrembo, wewe ni mzuri, wewe ni jikubali jinsi ulivyo. Acha kuanza kujiona kama imani. Yaani wewe kuna mtu anajikataa, akisoma naona tu wengine ndio wanafaa, wengine tu ndio wazuri, wengine tu ndio yaani haweki kwenye chochote. Hapana, mtu wa Mungu. Yaani wewe ulivyo uko ni mzuri na ni wa kupendeza, na uko ni wa jinsi ya ajabu. Uumbaji ukikuangalia unaona ajabu za Mungu. Yamkini kuna wanaume mkutana ukampenda akakuvutia, lakini haoni hiyo ajabu ya Mungu ambayo iko juu yako. Lakini kuna mtu mahali halali anasema jamani yule fulani, yaani anaona hiyo jinsi ya ajabu ambayo Mungu ameweka. Kwa hiyo kila mtu ana mtu wake. Kwa hiyo unakata tamaa na kijamaa kimoja tu kimekwambia hebu muangalie bwana. Muangalie alivyo, basi ukaanza kujiona kama vile alivyosema yeye. Hapana. Hauko kama watu wanavyosema. Upo kama neno la Mungu linavyosema.